na kujalia kuweza kuiona siku hii ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha tena, namwombea pumziko la milele pamoja na nyinyi. Tunaombea marehemu Kristina Bramu, kuwaombea mapadre na masista kwa wote katika wao, kumwombea marehemu Patrika Kasenga, pia kumwombea marehemu Rosina Ahmed, pia kumwombea marehemu Esther Kopa, Esther Kabila, pia marehemu Michael Adam Kidoto na Martha Michael Kidoto. Pia kumshukuru Mungu kwa kuwaepusha watoto wake na ajali ya gari na kuwaombea ulinzi wa Mungu katika maisha yao. Kumwomba Mungu awasaidie na ujenzi unaoendelea Kariakoo, wasiondolewe kwenye biashara yao. Ya kumshukuru Mungu kwa kulinda mwaka mzima katika siku ya leo ya kumkabidhi ya siku yake ya kuzaliwa. Anamwomba Mungu amjalie hekima kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, mjalie tumia bora mfano wa Maria na Yosefu na Yesu Mwokoa na Maria. Pia kumshukuru Mungu kwa kuponya wote, pia kwa ajali na kumpa ajira mdogo wake. Ndugu zangu, pamoja na nia zetu mbalimbali kuuliza mrefu yaisho kwa kuimisha mambo haya.
mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao wakanipiga kwa mawe. Bwana akaniambia, akamwambia Musa, pita mbele ya watu ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nao, na ile fimbo yako ambayo upigwe mtu kwayo, uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Heromu, nao utapiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli, akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya wana wa Israeli na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu katikati yetu au sivyo? Neno la Bwana. Wimbo wa katikati ni tukio. Ingekuwa heri ya leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu.
Somo la pili. Somo kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini na utukufu wa Mungu. Na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu uliopewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali kwenye dhambi. Hili ndilo neno la Mungu. La Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 4 aya ya 5 hadi 42. Yesu alipofika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na ile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula.
Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungaliomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, kuna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akamjibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji niliyompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yaliyobubujikayo uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, basi Bwana, unipe maji hayo, nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mmeo uje naye hapa. Yule mwanamke akamjibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekaa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali papasapo kuabudia. Yesu akamwambia, maana unasadiki sasa, inakuja saa ambayo hautamwabudu Baba katika mlima huu wala katika Yerusalemu. Ninyi mwabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba atawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yu aja Masia aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufafanulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akachukua mtungi wake akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wake wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende yampendezayo Mungu. Niyatende ya mapenzi yake aliyenipeleka
nikamalize kazi yake. Hasemi nanyi bado miezi minne, ndipo yaja mavuno. Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho, myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara kwa kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye naye avune wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja hupanda akavuna, mwingine mimi naliwatuma mvune, na yale msiyoyatabikia mimi naliwatuma myavune. Wengine walitaabika, nanyi mmeingia katika taabu yao. Na katika mji ule Wasamaria wengi waliamini kwa sababu ya maneno ya yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyotenda. Basi wale Wasamaria walipomwendea walimsihi naye akae kwao, naye akakaa huko siku mbili. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Neno la Bwana. Huko Masa na Meriba. Masa ikiwa inamaanisha majaribu na Meriba ikiwa inamaanisha migongano au mikwaruzano, ugomvi, magomvi, kwamba watu wanamlalamikia Musa, lakini sio wanamlalamikia tu kumweka katika majaribu na kumweka Mungu katika majaribu, ni kwamba wanaanza magomvi. Ndio maana Musa anaenda kwa Mungu akimlilia akisema, bado kitambo kidogo hao watu wako watanilarua, kwa sababu aliyaona magomvi yao yakitoka ndani na wakimwambia kwamba kumbe basi wewe umetutoa huko ili utumalize hapa. Ni kusema kwamba wakati mwingine wanamwambia Mungu, basi huyu Mungu inaonekana hatupendi. Je, yupo kati yetu au hayupo? Nasi katika majaribu kumbe tunakuwa namna hiyo. Tunajiuliza, hivi Mungu yupo katikati yetu au basi Mungu haoni tunayoyapitia? Lakini leo Mungu anathibitisha kwamba yupo katikati ya wana hawa, ila aliwataka tu kidogo wakumbuke yale mema ambayo alikwisha kuyatendea, kwa sababu mwanzoni amekwisha kuwalisha bila wao kufanya juhudi. Aliwavusha bahari pasipo kupanda mtumbi wala meli, lakini leo wamefika sehemu wamesahau hayo yote. Leo Mungu anaturudisha sote katika hii hali, kwamba katika ubinadamu tunapopitia mazuri mengi, wakati mwingine baya likija, basi tunamuona Mungu kama yuko mbali nasi tunamuuliza, je, upo katikati yetu au haupo? Lakini cha msingi Mungu anatukumbusha kwamba usifanye migumu moyo wako, bali ufungue ili upate kupata ile neema ambayo mimi nimekwisha kukuandalia. Na hiyo neema tumeambiwa na Mtume Paulo kwamba ni Roho Mtakatifu tunayepewa. Na ndio somo la pili limetuelekeza hapo kwamba Roho Mtakatifu tunayepewa ndio hiyo zawadi kuu kabisa. Na huyu Roho Mtakatifu anatuongoza tuwe kama Yesu katika Injili. Huyu Roho Mtakatifu, Msamaria na Myahudi awachanga ni watu, sio kwamba ni watu wa mataifa tofauti, hapana. Hao watu wamekuja kutengana kwa sababu za kisiasa. Ufalme ulipogawanyika baada ya utawala wa Mfalme Suleimani, au Samaria ni mmoja wapo ni watu wa Israeli, lakini kwa sababu za kisiasa walikuja wakatengana. Leo wanakutana, ni watu ambao babu zao ni wamoja, watu mmoja, ni wana wa Yakobo wote kama mlivyosikia, Yakobo ambaye anaitwa Israeli. Lakini Yesu anatoka ukoo wa Yuda, na huyu naye Msamaria uko kabila kubwa. Leo anakutana na Yesu anaamua kuvunja mipaka kwa sababu amejazwa na Roho Mtakatifu baada ya kutoka jangwani.
anaamua kuvuka mipaka na anaamua kuanzisha maongezi na huyu Msamaria. Hata sisi wakati mwingine tumekuwa na tabia kwamba mtu anapokuwa adui yetu tunasubiri ni mpaka yeye ndo aanze basi kuja kutuomba msamaha. Kumbe hapana. Yesu leo anatualika kwamba sisi ndo inabidi tuwe wa kwanza kupiga hatua ya kwenda kwenye yale majadiliano au mazungumzo, ile mnapenda kusema dialogue, kwamba inabidi wewe ndo uanzishe yale mazungumzo, sio kwamba usubiri adui yako aje kuanzisha mazungumzo. Na katika mazungumzo ndipo tunapata kusogea zaidi, kufahamiana na kuzidi kujifahamu wenyewe. Mwanamke huyu angejifunga basi akasema, wewe unataka nini? Kaa kimya kwanza, wewe ni adui yangu, basi asingepata kuyajua yale Yesu ambaye amemfunulia juu yake. Na sisi kumbe tunapowasogelea wenzetu ambao tunaishi kwanza tukazidi kuwaongelesha basi na sisi tunapata kujitambua kwamba kumbe na sisi tuna sehemu yetu ya kuchangia katika mgogoro fulani. Ndio maana sisi Wakatoliki mara nyingi tumekuwa ni wa kwanza kufuata nchi yetu, kuwashika mkono na kuambia Bwana bado anakupenda. Japokuwa hata unifikie mimi ni Mkatoliki na namjua Yesu, nimejazwa Roho Mtakatifu, nitakusamehe na nitaongea nao. Basi tumuombe leo waga scout wanaita better action every day, kwamba njema kila siku. Sasa na nyie leo nawapa kitu cha kwenda kufanya. Nenda katika simu yako, tafuta yule mtu ambaye labda amekukwaza, aidha yeye ndo alikuwa amekukosea au salimia tu, wala usitafute maneno mengi, na kusalimia za siku nyingi. Mungu akujalie siku njema. Basi hiyo itakuwa nasi tumefanya kama Yesu pamoja na yule Msamaria, naye Roho Mtakatifu atakuwa kati yetu na tutakuwa ni wana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
Ee Bwana Yesu, yule mama Msamaria alikuomba umpe maji ya uzima. Tunakuomba utukirimie baraka zako zisizo na kikomo, ili zituongeze daima katika maisha yetu. Ee Bwana. Yule mama Msamaria alikubali kukosolewa na Yesu katika makosa ya maisha yake. Utusaidie kutambua makosa yetu na kujitahidi kwa msaada wako kujirekebisha. Ee Bwana. Ujifunue kwa wote wasiokutambua bado, ili wakutambue na wakufuate. Ee Bwana. Utuonyeshe njia ya kuwaongoza wenzetu kwako, kama yule mama Msamaria alivyofanikiwa katika kuwasadikisha na kuwaleta wenzake kwako. Ee Bwana. Waimarishe wote wanaojibidisha katika kazi mbalimbali za uchungaji na uwafanikishe bidii zao. Ee Bwana. Uwasaidie wakina mama wote wanaojitahidi kukutumikia kwa vipaji vyao mbalimbali. Ee Bwana. Utupe nguvu ya kuushinda uchovu na uzembe wetu katika kushuhudia mbele ya watu. Ee Bwana. Well,
tufanye bidii tuwasiliane kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Mtakatifu tunakuomba vitakatifu vifanyike kwa moyo wako ni kweli mimi na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alitoa mkate akashukuru akamega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya mkate wa kikombe na kumshukuru nani wako wafuasi hii kikombe cha damu kipya na umwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi, fanyeni hivi kwa ukumbusho. Binadamu ya Kristo kusanya na Roho Mtakatifu kwa damu. Bwana kanisa lako tuendelee kushirikiana katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu usaidizi wako na wapendwa wote na taifa lako wakumbuke mtumishi wako katika siku zote kwako kutoka dunia hii ya shirikisho katika wanaokuwa shirikisho wakumbuke pia ndugu zetu sasa na malezi wote wafanyike na kuomba Yesu sote ili pamoja na majani na mafuta ya kumwomba yeye na kushukuru kwa kupendeza damu na kusifu na njia yake na kuja naye na ndani yake wewe Mungu wa Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapanda ishara yote na utukufu milele na milele.
Usuli kwa msaada wa huruma yako, uokoe na dhambi na kusababisha haja ijawa ni kwenye karamu ya Bwana. Atakayokunywa maji nitakayompa na Bwana, hayo yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji kila